Karibu ndugu mtazamaji, karibu sana. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nakuja na somo zuri sana kwa wewe ambaye ni mwanandoa, lakini pia kwa wewe ambaye una mchumba ama mpenzi ambao tayari mmeshaanza kushiriki tendo la ndoa. Na kupitia swali la dada huyu, ninaamini kuna kitu ambacho utakwenda kujifunza, mwanaume ambaye unayetazama hapa, mwanamke pia ambaye unayetazama hapa. Sasa kabla tukwenda kusikiliza hili swali, na kusi subscribe katika channel yangu, bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuweza kupata notification pindi nitakapoweka video nyingine. Hakikisha umejisajili, bonyeza alama ya kengele ili kupata video nyingine, lakini pia kuona masomo yangu mengi zaidi ambayo yapo hapa katika chaneli ya Kuboja Joseph ama chaneli ya Dr. Kuboja. Sasa twende tukasikilize swali kutoka kwa dada huyu. Hebu tumsikilize hapa. Anasema, kwa nini wengi tumeacha kufanya hivyo? Ikiwa mwanzo wa kujua mapenzi hiyo ilikuwa inatokea, lakini sasa hivi hakuna kitu, hata ile hali ya kupata ganzi, na kama kuna mtu anataka kuzimia ilishapotea. Ni wengi siku hizi tuko hivyo. Katika swali la huyu dada au comments ambayo aliyokuwa ameitoa, nilikuwa nafundisha namna gani ambavyo wanawake wengi leo hii hawafurahii tendo la ndoa, lakini pia nikawa naongelea changamoto ambazo walizonazo wanaume ambao wanashindwa kuweza kuwafikisha wanawake kileleni, ikiwemo uume kulegea, uume kuishiwa nguvu katikati ya tendo, lakini pia muda mwingine pia kuwahi sana kumaliza tendo la ndoa. Lakini pia kingine nikawa naongelea habari ya maandalizi, namna gani ambavyo mwanaume anatakiwa amuandae mwanamke. Mwanamke anapokuwa ameandaliwa vizuri, mwanamke huyu anaweza akapata maji ya kutosha ukeni, na maji yale yakamwagika vizuri, anaweza akapata uteute wa kutosha ukeni. Lakini sio hivyo tu, mwanamke huyo anapokuwa ameandaliwa vizuri, ana uwezo wa kufika kileleni kabla hata mwanaume hajaingiza uume. So yote hayo nilikuwa ninayaongelea jinsi gani ambavyo mwanamke ama mwanaume anaweza akafanya vitu vya ziada na vya tofauti na mwanamke akafika kileleni. So dada huyu akacomment akaniambia kama dokta, kwa nini wengi tumeacha kufanya hivyo, yani yale maandalizi ambayo yalikuwa yanafanyika. Umeona? Anasema ikiwa mwanzo wa kujua mapenzi hiyo ilikuwa inatokea. Anasema kipindi cha nyuma, wakati unakuta mapenzi yanaanza na nini, hivyo vitu vilikuwa vinatokea. Lakini sasa hivi hakuna hata ile hali ya kupata na ganzi. Kama mtu anataka kuzimia, ile hali na mtu anapata na ganzi, mwingine anatetemeka, mwingine anahisi kama anataka kukojoa na luka, vitu kama hivyo. Hiyo situation wanawake wengi sana wanasema hizo moment tunazimiss. Sasa hivi hakuna mwanamume ambaye atakaye kusugua kwa kiwango ambacho unapata raha ya kiwango cha juu mpaka unajihisi kama vile unataka kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna factors ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke akawa katika hali hiyo. Namba moja ambayo nimeiongelea ni swala la maandalizi. Wanaume wengi sasa hivi wana rush sana, wana haraka sana, hawana muda wa kumwandaa mwanamke. Hawana kabisa muda wa kumwandaa mwanamke. Yaani watu wengi wanashiriki tendo la ndoa kwa mazoea, hawana muda wa kumwandaa mwanamke. Lakini pia wanaume wengi hawajui nini ambacho wanatakiwa wafanye katika mwili wa mwanamke. Dada mmoja akasema, yaani mwanaume wangu mimi najua, anaanzia hapa anamalizia hapa, ameshakaleli. Yaani atambusu mdomoni, atampiga denda kidogo, baada ya hapo atachukua mkono atachezea kisimi chake, tayari kashamaliza. Manake huyu mwanaume yeye kwa elimu yake anajua maeneo haya. Sijui unaweza ukaona, yeye kwa maeneo yake na kwa uwezo wake anajua maeneo mawili tu. Hajui kuna shingo, hajui kuna sehemu ya mapaja ya ndani, hajui kuna namna ya kuweza kushughulika na kile kisimi ama kile kinembe, sio kwa kutumia vidole. Hajui kwamba kile kisimi pia kinahitaji kuweza kuchezewa kwa ulimi. Hajui kwamba vidole vyake ni vigumu, badala ya kuleta msisimko vinaweza vikaleta hali ambayo ikamfanya mwanamke akawa uncomfortable, badala ya kuhisi raha asihisi raha. Kwa hiyo ni moja ya shida ambayo ipo sasa hivi katika jamii.
wanaume wengi wamelenga zaidi katika kuweza kuamini kwamba ukiwa na pesa mwanamke anaweza kufurahia tendo, mwanamke anaweza kufika kileleni, which is not true. Wanaume wengi wanadanganyana kwenye hilo, na wanaume wengi wenye pesa wanaongoza kwa kusalitiwa na wake zao pamoja na wapenzi wao kwa kujidanganya kwamba wanapokuwa na pesa mwanamke anaweza kufurahia tendo la ndoa. Hapana. Mwili haujui kuhusiana na pesa. Mwili una batani zake ambazo zinatakiwa ziweze kuguswa. Lakini pia namba 2 ni maumivu ya kihisia ambayo wanandoa wengi wanakutana nayo, hasa upande wa wanawake. Mwanamke ambaye amepata maumivu ya kihisia anaweza akapata shida pia kuweza kulifurahia tendo la ndoa. Anaweza akapata shida pia kuweza kufika kileleni katika kiwango cha juu sana. Hata kama mwanamume unajua vipi kumwandaa, usipoweza kumwandaa kisaikolojia kwanza, maana yake utakuwa unafanya kazi bure. Sasa utakuwa unampigia mbuzi gitaa ili aweze kucheza, na ni jambo ambalo haliwezekani. Au ni sasa na mtu ambaye anatwanga maji kwenye kinu, ni jambo pia ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kuna vitu vya ziada ambavyo wanaume tayari wameshaviacha kuweza kuvifanya, na ndio maana leo hii wanaume wengi hawafurahi tendo la ndoa. Lakini namba 3 ni mwanaume ambaye ana changamoto ya kushindwa kuhimili tendo, ana shida ya upungufu wa nguvu za kiume, hawezi kusimamisha uume ambao unaokuwa imara kama mshale. Uume wake unalegea, anamaliza ndani ya muda mfupi. Automatically mwanamke kama huyu hawezi pia kulifurahia tendo kwa kiwango ambacho kitakuwa ni cha hali ya juu zaidi. Kwa hiyo mwanaume kama una changamoto ya shida ya nguvu za kiume, njoo tukusaidie. Njoo kwa Dr. Kuboja, chukua namba yangu hii hapa niweze kukusaidia changamoto yako. Lakini pia unaweza ukanicheki WhatsApp, ila huwa napenda zaidi mtu anipigie. Unaponipigia itakuwa ni sehemu ya kuweza kukusaidia kwa upana zaidi. Namba yangu ni hii hapa: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Utakie siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.